Mambo 9 yanayokufanya upoteze nguvu za kiroho bila kujua. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza ni mambo gani yanayowafanya wapoteze nguvu za kiroho bila wao kujua, na wengi wameishia pasi na majibu yote. Leo nimekuandalia somo hili zuri. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Tutakwenda kuangalia mambo 9 yanayokufanya upoteze nguvu za kiroho bila kujua. Kabla tujaendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado kuja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie mambo 9 yanayokufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kujua. Namba 1, dhambi ndogo ndogo ulizozoea kuzifanya. Wengi hudhani dhambi kubwa pekee ndizo hatari, lakini dhambi ndogo ulizozizoea ndizo zinakuua polepole kiroho. Dhambi ikizidi kuwa kawaida, Roho Mtakatifu huanza kunyamaza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 59 na mstari wa 2 imeandikwa, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Dhambi haiondoa wokovu mara moja, lakini inaondoa nguvu, ujasiri wa kiroho na ukaribu na Mungu siku zote. Jambo la kwanza ambalo linakufanya upoteze nguvu za kiroho bila kujua ni dhambi ndogo ndogo ulizozoea kuzifanya. Zile dhambi ndogo ndogo ambazo umezizoea kuzifanya na unaziona ni kawaida. Dhambi huwa inaua nguvu za kiroho pasipo kutambua. Watu wengi wanadhani dhambi kubwa ndio inaua nguvu za kiroho, inawafanya wapoteze nguvu za kiroho bila kutambua. Lakini jambo la msingi ambalo nataka litambue, dhambi ndogo ndogo ulizozoea kuzifanya huwa zinakufanya upoteze nguvu za kiroho bila kujua. Watu wengi wanadhani eti dhambi kubwa tu pekee ndio hatari, lakini dhambi ndogo ulizozoea kuzifanya huwa zinakuwa polepole. Unashangaa tu ghafla unahisi hauna nguvu za kiroho ambazo ulizokuwa nazo. Unashangaa ghafla zile nguvu za kiroho ambazo ulikuwa nazo unakosa. Kwa hiyo dhambi ndogo ndogo ulizozoea kuzifanya ni jambo mojawapo ambalo la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila we kujua. Lakini namba 2, kukosa muda wa faragha na Mungu. Maombi ya haraka haraka bila ukimya, bila kutafakari, bila njaa ya ndani yanakufanya uwe Mkristo wa jina, si wa nguvu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 6 imeandikwa nukuu, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele ya Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Kwa hiyo nguvu za kiroho haziji kwa kelele, zinakuja kwa ukimya na usiri. Kwa hiyo jambo la pili ambalo la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kujua ni kukosa muda wa faragha na Mungu, ni kukosa muda wa utulivu wa kusema na Baba, ni kukosa muda wa utulivu wa kumsikiliza Mungu anasema nini, Mungu anataka nini, Mungu anataka kufanya nini. Watu wengi wameshazoea wakienda kwenye maombi wanakwenda kumwambia Mungu, lakini hawataki kumsikiliza Mungu anasema nini. Watu wengi wameshazoea wanapokuwa kwenye maombi wanapeleka shida zao, hawamsikilizi, hawataki kumsikiliza Mungu anasema nini juu yao. Kwa hiyo kukosa muda wa faragha na Mungu ni jambo mojawapo ambalo la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kutambua. Lakini jambo la 3 ambalo la kufanya upoteze nguvu za kimungu bila wewe kujua ni kula sana chakula cha kimwili na kukiacha chakula cha kiroho. Siku zote unachokitazama au unachokisikiliza na kuwaza kila siku ndicho kinachokujenga au kukumaliza. Jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue, unachokitazama au unachokisikiliza na kukiwaza kila siku ndicho kinachokujenga au kukumaliza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 4 imeandikwa, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa roho yako ikikosa neno, nguvu zako za kiroho huanza kudhoofika bila dalili za haraka. Kwa hiyo ukikosa chakula cha kiroho,
roho yako ikikosa neno la Mungu, ukianza kukosa neno la Mungu, unajua wapo watu ambao kwa mwezi, ngoja nikupe mahesabu kidogo. Kwa mwezi una wiki 4, na katika wiki 4 maana yake kuna Jumapili 4. Sasa watu wanakwenda Jumapili, yani kwenye mwezi ambao una siku 30, watu wanakwenda kanisani mara 4, yani maana yake roho yake anailisha mara 4, maana yake Jumapili mpaka Jumapili. Kwa hiyo hizi siku zingine roho yake haipati neno la Mungu. Kwa hiyo roho yako ikikosa neno la Mungu, utaanza kupoteza nguvu za kiroho bila wewe kujua. Kwa hiyo roho yako ikikosa neno, nguvu zako za kiroho huanza kudhoofika bila dalili za haraka. Ukijikuta unakosa neno la Mungu, ukijikuta unakosa muda wa kusoma neno la Mungu, muda wa kutafakari neno la Mungu, unakosa muda wa kulisoma neno la Mungu, nguvu zako za kiroho zitaanza kudhoofika. Utajikuta unaanza kupoteza zile nguvu za kiroho. Lakini jambo la 4 ambalo la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kutambua ni uchovu wa kiroho ambao tunaita spiritual burnout. Kufanya mambo ya Mungu bila kumpata Mungu mwenyewe ni hatari. Siku zote kufanya mambo ya Mungu bila kumpata Mungu mwenyewe ni hatari. Unaweza kuwa unahubiri, unaweza kuwa unawasaidia watu, unaweza kuwa wewe unaimba, ni mwimbaji, lakini ndani ukawa mtupu, hauna nguvu za Mungu. Watu wengi leo hii wanaimba wanaimba kabisa, ni anaimba mpaka analia, lakini ndani yake hana nguvu za kimungu, anajiona ndani yake ni mtupu. Unaweza kuwa unahubiri sana, ila ndani yako wewe ni mtupu, yaani ukijiangalia hauna nguvu. Kweli unahubiri, kweli unawasaidia watu, kweli unaimba, lakini ndani ukawa ni mtupu, yaani hauna nguvu za Mungu. Mungu hataki ufe kwa ajili ya huduma, anataka uishi kwa ajili ya uhusiano. Jambo la msingi ambalo nitakulitambua, Mungu hataki ufe kwa ajili ya huduma, anataka uishi kwa ajili ya uhusiano. Kwa hiyo ukianza kujiona ndani yako yaani una uchovu wa kiroho au una nguvu za kiroho, ndani yako unajiona kabisa ni mtupu, japokuwa unahubiri, japokuwa unafundisha, ila ndani yako unajiona ni mtupu, yaani unajiona hauna nguvu za Mungu, basi unatakiwa utambue haya uchovu wa kiroho unakufanya umalize au upoteze nguvu za kiroho bila wewe kujua. Lakini jambo la 5, kuwa na chuki, kinyongo na kutokusamehe. Ukiwa na chuki ndani ya moyo wako, ukawa na kinyongo ndani ya moyo wako, ukawa na kutokusamehe, usipokuwa na mtu wa kusamehe ndani ya moyo wako, hakuna kitu kinachozima moto wa roho kama kiburi na kutokusamehe. Jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, hakuna kitu kinachozima moto wa roho kama kiburi na kutokusamehe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura 6 na mstari wa 15 imeandikwa, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo unaposhikilia chuki, unapokuwa na chuki ndani ya moyo wako, unafunga mlango wa nguvu za kiroho mwenyewe. Unapokuwa na chuki, umeweka chuki ndani yako, una chuki ndani yako, hausamehe, umebeba kutokusamehe ndani yako, umebeba kutokuachilia. Ndoto hii au jambo hili linaua, la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kujua. Lakini jambo la 6, kuishi kwa hofu badala ya imani. Hofu ni adui wa imani. Imani huleta nguvu, bali hofu huleta udhaifu. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye unaishi kwa hofu badala ya imani, basi utakuwa utambua utapoteza nguvu za kiroho bila wewe kutambua. Kwa zote hofu ni adui wa imani. Kwa hiyo imani huleta nguvu, lakini hofu huleta udhaifu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya 1 na mstari wa 7 imeandikwa, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo unapoacha hofu ikutawale, nguvu za roho huanza kupotea kimya kimya. Lakini jambo la 7 ambalo la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kujua ni kukosa utiifu kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapoongea na wewe, ukipuuzia mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, sauti huanza kuwa hafifu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 19 imeandikwa, msimzimishe roho. Kwa hiyo ukikosa utiifu kwa sauti ya Roho Mtakatifu, labda Roho Mtakatifu amekusemesha mara ya kwanza, acha kitu fulani au acha tabia fulani, ukapuuzia sauti yake, akakusemesha mara ya pili, ukapuuzia sauti yake, akakusemesha na Roho Mtakatifu akakusemesha kupitia watumishi wake au akakusemesha kupitia ndoto, akakusemesha hadi mara ya 3, wewe ukawa unapuuzia, sauti yake huanza kuwa hafifu.
Kwa hiyo nguvu nyingi za kiroho hupotea si kwa dhambi kubwa, bali kwa kutokutii sauti ya Roho Mtakatifu. Labda Roho Mtakatifu anakupa maelekezo, lakini wewe unayapuuzia maelekezo yake. Kwa hiyo ile sauti yake Roho Mtakatifu sauti yake atanyamaza. Akishanyamaza, maana yake wewe utaanza kujikuta unapoteza nguvu za kiroho. Lakini jambo la 8 ambalo la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kutambua, mazingira mabaya na watu wasio na njaa ya Mungu. Roho yako huathiriwa na unayekaa naye. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, roho yako inaathiriwa sana na mtu ambaye unakaa naye, mtu ambaye uko naye karibu. Ndio maana ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15 na mstari wa 33 imeandikwa, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo huwezi kudumisha moto wa kiroho ukikaa kila siku na watu wanaozima moto. Yaani huwezi kudumisha moto wa kiroho ukikaa kila siku na watu wanaozima moto huo. Lakini jambo la 9 ambalo la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kutambua ni kukosa toba ya kweli. Toba si kusema samahani, bali ni kubadilisha mwelekeo wa moyo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari wa 19 imeandikwa, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo bila toba ya kweli, nguvu za rohoni hubaki kumbukumbu ya zamani, si uzoefu wa sasa. Kwa hiyo kukosa toba ya kweli ni jambo ambalo laua la kufanya upoteze nguvu za kiroho bila wewe kutambua. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza kitu gani. Lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii. Mungu akajibu hitaji la moyo wako. Nakupenda, nikutakie wakati mwema.